Asante. Thank you muno. Thank you. Nimeshukuru sana. Mheshimiwa Kiarao, Mheshimiwa Faith wa Getau, Mheshimiwa MCA wa hapa Madhu, waheshimiwa wote ambao wamefika hapa, netwake na muno ni undu umuthi tukite guku ni undu wa maendeleo. Niguo kana teguo? Tumefika hapa kwa sababu tuko wengi na wengine wametoka sehemu mbalimbali. Nitatumia lugha ya Kiswahili niseme ya kwamba tumefurahi na leo tumefika hapa kazi ya maendeleo, kwa sababu wakati mulituchagua MCAs, MPs na wale wengine mpaka rais, mulituchagua ili tufanye kazi ya kuboresha maisha ya wananchi na maisha yenu. Kweli si kweli? Kuna kazi ingine mulitupatia ama ni hiyo tu? Siniwera. Niko hapa siku ya leo kuambia kwamba sisi zote ambao mnatuona hapa tumetumwa hapa na rais wetu ili tuangalie mambo ya maendeleo ya sehemu ya Nyandarua, Olkalau na Milangine. Mnajua hivi karibuni rais alikuwa Nyandarua, lakini haikuwezekana afike hapa Milangine. Si ni kweli? Kwa hivyo ametutuma ili tukuje kwanza tuwasalamie, ya pili baada ya salamu tuwaambie mahali ajenda ya serikali imefika ya kuhudumia wananchi wetu. Mnajua ya kwamba 2022 wakati tulichagua rais, uchumi wetu haukuwa katika nafasi nzuri sana, kwa sababu nchi yetu ilipata pigo la COVID-19, ule ugonjwa wa COVID. Tukajifungia nyumbani, hakuna biashara, hakuna kazi zaidi ya mwaka mmoja. Na ndio unaona wakati 2022 hii serikali ya Kenya Kwanza inaingia mamlakani, mambo mengi ya kiuchumi yalikuwa yameharibika kwa sababu ya ugonjwa wa COVID-19. Shilingi ya Kenya ilikuwa hafifu. Kupata dola moja ulikuwa unahitaji shilingi 165. Bei ya vyakula muhimu vilikuwa juu kidogo. Bei ya unga kilo 2 ilikuwa 250, 240. Bei ya fertilizer ambayo wakulima wengi wanatumia ilikuwa juu, 7,000 kwa gunia moja ya kilo 50. Mafuta ya petroli ilikuwa 217 kwa lita moja. Kupitia juhudi ya serikali katika miaka miwili imepita, sasa tumeanza kuona dalili ya mambo kuwa afadhali kidogo, hata kama bado maisha ama uchumi haujafika mahali tungetaka ifike. Kwa hivyo kuna kazi tumefanya kidogo na kuna kazi tutaendelea kufanya tukiendelea mbele, kwa sababu ile unga ilikuwa 250, 240, leo ni 130, 140, 120 kulingana na type ya unga. Ile petroli ilikuwa 217 kwa lita, leo ni 165, 166. Ile fertilizer ilikuwa 7,000 gunia moja, leo ni 2,500. Hiyo kazi yote imefanyika kwa juhudi ya rais na juhudi ya serikali in the last 2 years. Vile vile bei ya kahawa na majani chai ilikuwa chini kidogo,
Mumesikia hata kama hakuna kahawa hapa Milangine, watu wetu wa sehemu hii ya Central wengi wanategemea kahawa na majani chai. Mumesikia kwamba bidhaa hizo zimeanza sasa kuimarika bei. Na hata ile bidhaa yetu ambayo bado bei kuimarika tutaimarisha, kwa sababu tumepata formula. Kahawa kilo moja ilikuwa shilingi 50 kwa kilo kwa mkulima. Leo hii watu wengi Kiambu, Murang'a, Meru, Embu, Kirinyaga na Nyeri, kila mahali sasa wanauza kilo moja 130, 140, tunasonga tukisonga. Kwa hivyo kuna kazi kiasi tumefanya ya kuboresha maneno ya ukulima na maneno ya maisha, bei ya vyakula na bei ya petroli, ndio mwananchi asifinyiliwe sana. Lakini tunajua bado lazima tuendelee kuteremsha gharama ya maisha. Si namna hiyo? Wakati tunasukumana na hiyo mambo nimewaambia, fertilizer na vitu vile vingine, barabara zetu hapa sikakwama kidogo. Lakini niko hapa siku ya leo kuwatangazia sasa, kwa sababu tumeanza kudhibiti uchumi, tumepata pesa ya kutosha ya serikali ya kufufua barabara zote zetu na kuhakikisha kwamba zimejengwa mpaka zikamilike. Leo nimekuja kuleta ama kurudisha contractor wetu ambaye kwa sababu ya kiuchumi hakuwa amelipwa, akawachana na ujenzi wa barabara. Leo contractor wa barabara yetu ya kutoka Tumaini kwa DC kwa Kiongo kupitia hapa kwetu mpaka Kabazi kule Nakuru, contractor amerudi na contractor amelipwa deni yake ile tulikuwa nayo, na tuko na pesa ya kujenga hiyo barabara mpaka ikamilike. Wacha nirudie. Hii barabara yetu ya kutoka Tumaini kwa DC kwa Kiongo kupitia hapa na kushikanisha hii sehemu yetu ya Olkalau mpaka ifike Kabazi kule Nakuru, contractor amerudi na atoki site, atajenga hiyo lami ikamilike. Lazima tukuje hapa tufungue hiyo barabara. Ndaito nimuranyita. Na sio hiyo barabara peke yake. Hapa Nyandarua County tunajenga kwa ujumla hapa Olkalau, Kinangofu na kule Oljororok na kule Ndaragwa, tuko na takriban kilomita 288 ya lami. Na hiyo kilomita yote nataka niwahakikishie tutakamilisha kabla ya twende uchaguzi, kwa sababu kuna watu wanadanganya wananchi ati hii serikali hakuna kitu imefanya, serikali hakuna kitu itafanya. Mimi nimewaelezea ile tumefanya, mambo ya fertilizer, mambo ya unga, mambo ya petroli, mambo ya hiyo ingine, na sasa tumeanza safari ya kutekeleza ahadi zetu za barabara. Kwa hivyo wale wanatutegea pale mbele ati wanafikiria tutakuwa tumekamilisha barabara, chuma chao kiko motoni, kwa sababu barabara tutajenga na tutakamilisha. Umesikia watu wetu? Kwa hivyo tumesema hii mwezi, umesikia? Mwezi gani? Hii mwezi ni mwezi ya Nyandarua. Sasa
Si mungetaka baadaye uko August ama September tulete rais tena? Si mungetaka rais arudi hapa? Kabla rais arudi mwezi wa 8 mwezi wa 9, mimi nitaishi hapa Nyandarua mpaka tuhakikisha kwamba projects yote ya serikali hapa imekamilika, ikiwemo hii soko yetu ya Milang'ini. Nirudi nisirudi? Nirudi nisirudi? Nirudi nisirudi? Mmenikaribisha? Mmenikaribisha? Sasa hii mwezi sigoku nemoshi. Nemoshi kana temoshi. Nemoshi kana temoshi. Kwena tofauti ya Mugikuyu na Mumeru na Mwembu. Kwena tofauti. Kwa hivyo hii mwezi nimesema ni ya Nyandarua. Next week niko Njororok. Hiyo siku ingine niko Ndaragwa. Hiyo siku ingine niko pale ya Kinango. Tutatembea hapa mpaka Kibiribiri. Unajua kule Kibiribiri? Ni Kibiribiri. Mpaka Kibiribiri tuhakikisha kwamba hii Nyandarua we have changed the fortunes of the people of Nyandarua. Sinamna hiyo? Sinamna hiyo? Jambo la pili. Sehemu nyingi hapa Nyandarua bado stima haitoshi. Si ni kweli? Bado stima haifanyi nini? Stima imefika kila mahali kweli? Kwa hivyo tumeweka pesa ya serikali shilingi zaidi ya milioni 500 kuhakikisha kwamba tumeweka stima mahali haijafika. For the entire Nyandarua County, we will spend 1.2 billion to connect 16,000 new households with electricity. Nimuranyita. Tuendelee na kazi ya stima. Tuendelee na kutafuta stima. Watu wetu wapate stima ya kutosha. Tuendelee na barabara. Ndio tupate mahali ya kusafirisha bidhaa yetu ya kilimo. Tusafirishe cabbage. Tusafirishe carrot. Tuendelee tusiendelee? Tuendelee tusiendelee? Jambo la 3. Wakati tunaomba kura tulisema hivi ya kwamba hii serikali ni ya bottom up, ya kushughulikia wale ambao wako chini, kujaribu kuinua maisha yao. Neguo kana teguo? Si tulisema bottom up? Tumesema bottom up. Leo tukiwa hapa Milang'ini tumesema ya kwamba kama serikali ya kwamba haitawezekana tena akina mama wetu, mama mboga, wanabiashara wadogo, hawa ndugu zetu ambao wanauza bidhaa hapa chini hapa Milang'ini, sio vizuri akina mama wetu na vijana wetu na wazee kuendelea kufanya biashara wakikaangwa na jua, wakinyeshewa na mvua, wakipata vumbi. Tuwatoe huko kwa vumbi, kwa mvua na kwa jua. Tuwajengee soko ya kisasa kama hiyo soko mnaona hapo. Mimi nataka niwaulize, sisi tulisema tutajengea wanabiashara wadogo soko mahali pazuri, wafanye biashara mahali kuna heshima, mahali wataheshimiwa. Kuna soko inajengwa Milang'ini ama hakuna? Soko inajengwa ama haijengwi? Si ile ndiye soko? Nataka niwahakikishie watu yangu ya Milang'ini, hiyo soko tumesikizana na contractor. Tarehe 16 June wao wamemaliza, tarehe 17 tukuja tufungue hii soko hii. Wacha nirudie,
hiyo soko itaisha ifikapo tarehe 16 mwezi wa Juni, na ikiisha tunakuja we hand over to the county government, alafu wanabiashara wetu wapate mahali pazuri pa kufanyia biashara. Si namna hiyo? Tuendelee na hiyo kazi, na mnisikize, hiyo sio soko peke yake tunajenga kule Orkalao, iko masoko mingi kule Kinango, masoko mingi kule Ndaragwa, masoko mingi Kipilipili, kule Ojororok. Kila mahali ni soko, kwa sababu sisi ni watu ya biashara. Sisi watu ya Central ni watu ya biashara, na mwanabiashara mdogo pia apate heshima, apate mahali pazuri. Ile soko iko na mahali pa kuhifadhi nyanya na cabbage na sukuma. Ile nyanya ambayo imebaki na kumekuwa usiku, kuko na mahali inaitwa cold room ambayo iko na barafu. Mahali hiyo bidhaa itahifadhiwa ndio kesho mtu akuje aendelee na kuuza bidhaa yake. Kwa sababu hapo awali tulikuwa tunapoteza stock, kwa sababu inauzwa siku 2-3 inaoza. Nyanya inaoza. Sasa nyanya itaoza kwa sababu kuna cold room. Kuna store ya dry cereals and dry foods. Hapa vile kwa wale ni vijana wa kisasa ambao wanafanya biashara, gorofa ya juu ya hiyo soko kuna ICT app, mahali tutaweka kompyuta na tuweke internet na tuweke nini that ICT app, na hiyo internet itakuwa ya bure. Unafanya biashara yako hapo, unatafuta wateja na unatafuta zile digital jobs, web designers, wale wanaitwa script writers, wale watu wa vijana wanaelewa naongea mambo ya nini. So hiyo ICT hub itakuwa hapa. Soko imejengwa na serikali ya William Ruto, kompyuta imenunuliwa na serikali ya William Ruto, internet imewekwa na serikali ya William Ruto. Kazi yenu itakuwa kwenda hapo na kuendelea na biashara. Na hakuna maneno ya bundles, hakuna maneno ya bundles. Bundles itakuwa imelipiwa na serikali. Hii soko tumeona kwamba akina mama wengi ambao wanafanya kazi ya biashara ni akina mama ambao ni wazazi na wako na watoto wadogo. Tumetengeneza mahali ya akina mama wote ambao wako na watoto wadogo. Munakuja na mtu wa kuchunga mtoto, kuna mother's room. Mtoto akihitaji chakula yake, mama anaingia hiyo room, ana sort out mtoto, anarudi anaendelea na biashara. Hiyo ni heshima, si heshima? Si heshima? Mama hawezi nyonyeshea mtoto kando ya barabara, kwa vumbi, kwa mvua, kwa jua. Kuna mother's room here. Na mimi naona akina mama pekee ndio wanashangilia. Mimi nauliza wanaume wenzangu, hao watoto ni wa akina nani? Si ni wetu? Kwani mama amepata mtoto akiwa peke yake? Si ni watoto wetu? Mbona vijana hampigi nduru na nyinyi ndio mko na hiyo biashara? So tumesema leo ni leo, msema kesho. Leo ni leo, msema kesho. Jambo ya 4 na ya mwisho, tulisema ni bottom up. Tulisema ni bottom up. Unatoa watu hapa chini, unawaweka. Si soko ndio hiyo? Si iko up?
Hiyo soko mpaka iko na boardroom na social hall. Wale wanabiashara wako hapo wakitaka kufanya mkutano, wanafanya meeting ya heshima, wanakuwa kama wanabiashara wale wakubwa. Kuna vijana wetu vile Mheshimiwa Kiarawa amesema, wa bodaboda. Sisi watu wa siasa tumezoea kutafuta watoto wa vijana wa bodaboda siku ile tunaomba kura yao, na wakati tunapata kura tunaendelea na mambo yetu, tunangojea kuja dakika ya mwisho siku ya campaign tumenunua reflector ya shilingi 20. Safari hii tumesema tutatembea sisi zote pamoja na kina mama mboga na watu ya bodaboda, tusafiri mpaka mwisho. Si namna hiyo? Kwa hivyo baada ya viongozi wengine wakiwasalamia, leo tunataka tuachie watu yetu ya bodaboda maneno yao ya kuendesha sako yao. Si namna hiyo? Mungetaka bodaboda wasaidiwe? Wasaidiwe saa hii ama tungojee kampeni? Wasaidiwe sasa ama tungojee kampeni? Mheshimiwa Kiarao, na kuomba mukiwa na mama Faith, Sikizeni. Naomba mama Faith na Mheshimiwa Kiarao na Mheshimiwa MCA ule Madhu, mupange siku ingine ya wale wengine ambao sio wa bodaboda kabla ya hii soko kumalizika. Kuna wale wakina mama wa mama mboga na wale wanabiashara wanaume wengine ambao wako kwa bodaboda. Kiarao na Faith na Madhu na wale wengine, mupange siku tukuje tuwatafutie wamama stock ya kuingia katika soko mpya. Si hiyo ni bottom up? Sio ni kutoa wananchi chini na kuwaweka juu kidogo ndio sisi zote tuko sawa? So mimi nataka nimalizie hapo, na mimi niko na ombi moja. Mimi mumeona nimeongea dakika mingi, lakini mimi sijaongea maneno ya siasa. Mumesikia nimeongea mambo ya siasa? Niliwaambia tumekuja hapa Wera. Sisi ni wale wanaitwa men at work. Umesikia? Umeona ile iliandikwa pale na wale wanajenga barabara, men at work, do not disturb. Umesikia? Sisi tumekuja Wera, na sio ati tunaogopa siasa. Unajua kuna watu wanafikiria ati hatuwezani na mambo ya siasa. My friend, ikifika siku ya siasa tutanyoroshana mbaya. Si namna hiyo? Lakini Adwaito, tukichanganya wakati huu tuweke mambo ya siasa, mwananchi ataumia, kwa sababu hiyo sio wakati wa siasa. Sasa ni wakati wa maendeleo. Negwo kanategwo Wera walie. Ikifika siku ya siasa, kila mtu atatoka na scorecard. Aambiwe wewe ulikuwa MP,
ama wewe ulikuwa kitu fulani miaka 5 ama si wengine sijui miaka ngapi, ulifanyia nini? Ulisukuma mradi gani kwa watu ya Mirangini? Ulisukuma soko, ulisukuma barabara, ulisukuma stima. Kama hakuna kitu ulisukuma, hata ukiwa nani, PO Box home, PO Box, PO Box. Lakini wakati huo si namna hiyo. Kwa hivyo mimi nawashukuru, na mimi niko na swali ya mwisho. Hii kazi ambayo imetuleta hapa, kazi ya masoko, kazi ya barabara, kazi ya stima, tuendelee na hiyo kazi ama tuachane nayo? Tuendelee tusiendelee? Tuendelee tusiendelee? Wangapi wanasema tuendelee na hiyo kazi? Wangapi wanasema tuendelee na hiyo kazi? Ya mwisho, ya mwisho, ya mwisho, mumenikaribisha huku kwenu tena. Nirudi nisirudi? Nirudi nisirudi? Nirudi nisirudi? Wangapi wanasema nirudi siku ingine? Na mwenye nowera tu hii kazi yote mwenye ametusaidia ndio tusukume maendeleo yetu, soko, barabara, mambo ya kahawa. Mwenye serikali ni Rais William Ruto. Mungetaka atembee hapa? Tumpelekee salamu? Tupelekee Rais William Ruto salamu? Wacha nione wale wanasema rais apelekewe salamu. Wacha sasa, kwa sababu tuna hiyo kazi ya empowerment ambayo inangoja. Wacha sasa wale wenzangu tumekuja nao, niwapatie dakika moja wawasalamie. Dakika moja, kwa sababu tukiongea sisi zote sana wakati utaenda, na lazima murudi wera. Si namna hiyo? Si lazima murudi wera ndio watoto wapate riziki? So wacha nimtambulishe kwanza huyo, hata ongea ni salamu tu. Tuko na waziri wetu wa mambo ya utalii, Rebecca Miano, na ni msichana ya hapa.